4 kamili ni kozi ya awali. Hivyo hapo naomba tueleweshane kidogo ili mwanafunzi asije akachanganya kozi. Afwan, maelezo zaidi ni siku ya leo, ambapo kama kuna mtu atashindwa kutumia basi tuweze kujuzana hapa. Alhamdulillah, naona wengi wanaendelea kujoin. Hapo ukiingia mic yako inakuwa muted. It means hakuna anayekusikia. Hakuna anayekusikia zaidi ya mimi. Hata mimi pia sikusikii. Kwa sababu iko muted. Alhamdulillah, naona mpaka amefika 103. Hii link ina uwezo wa kuingiza wanafunzi wengi sana. So tutafundishana hapa leo namna ya kutumia hii Google Meeting kwa sababu ni siku ya kwanza. Lakini bora zaidi yani afuatana naomba ni kubalie huyu pia ingie. Okay. Ni wewe, bora zaidi ni wewe, usije ukasumbuka inapokuja kuingia muda wewe kuingia darasani. Sasa isije tena Mungu wangu, mbona siwezi kusikia mwalimu, mbona sifanyi hivi? Na imani kila mmoja ananisikia. Alhamdulillah. So tuende tuanze kwa ajili ya maelekezo zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Picha yangu ina ukungu ni kwa sababu nimeweka background. Okay, naweza nikaitoa pia. Okay. Haya, na imani hapo naonekana vizuri. Shukran. Mic zetu ziko mute ni kwa sababu pia kila mmoja aweze kumsikia mwalimu. Afwan. Huonekani, mimi sikuoni. Zainab hanioni, subhanallah. Sijui ni wote hamnioni? Tunakuona. Okay, inaonekana. Tunakuona. Tunakuona mwalimu. Ila umeganda. Itakuwa mtandao wako kama tatizo ni hilo. Asi network. Okay, inshallah. Nadhani tutapeana maelekezo leo hapa. Afwan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hii ni klasi ambayo ni ya darasani. Darasani hapa mwalimu peke yake ndo anaonekana. Darasani mwalimu peke yake ndo anaonekana. Afwan. Funga chat za WhatsApp. Sitomjibu. Subhanallah. Haunioni? Mimi sikuoni. Haya, ngoja nifanye marekebisho kidogo. Inshallah. Assalamu alaykum. Hii kamera. Sheikh Ismail, salamu alaykum. Sauti zetu zikimute wote, hapo unaweza kuniona. Sorry, naomba ni mute watu wote. Alaykum salam brother Khamis. Sheikh, samahani, naomba ni mute watu wote ili sasa mimi ndio nasikika. Hapo kila mmoja ataniona. Lakini tukiongea hivi sorry. Okay brother Khamis, nitakukubalia mwisho sababu hii ipo recording hapa, ina record hivyo itasikika sauti za watu wote. Kwanza naomba tuelezee, alafu inshallah mwishoni kila mmoja tampa chance. Nikiwa nasikika mimi tu na imani kila mmoja ataniona, lakini ikiwa kila mmoja anazungumza hapo na imani hamtoniona. Nimeipin video yangu mimi ndo kila mmoja aione. Hapo unaona simsikii kila mmoja, okay? So nasikika mimi tu hapa. So, bismillah. Naomba nianze ili sasa ikifika muda wa maswali kila mmoja nimkaribishe. Okay? Naomba sasa hivi kwanza nielezee kwa ufupi ili darasa iwe recording ambayo inaeleweka hata kwa yule atakayekuja kusikiliza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine nimejitambulisha mwanzo, nadhani kila mmoja ananifahamu na mimi ndo nimekuunganisha katika kozi hii. Leo ni siku ya kwanza. Leo kiserikali leo wanatambua kama ni Karume Day, si ni Uhuru Day. Nadhani ni sikukuu ya kiserikali. Na sisi tumesajiliwa kama taasisi ya kiserikali. So that's why huwa tunafuata zile sheria zao. Wao wametuguide kwamba lazima
inapokuwa sikukuu ya kiserikali. Usichanganye, kuna sikukuu ya kiserikali na sikukuu ya kidini. Kunapokuwa na sikukuu ya kiserikali, it means hakuna kazi ambayo itafanyika kwa wafanyakazi wa serikali. Okay? So leo tumejoin pamoja hapa ni kwa sababu nataka niwape maelekezo, wala hatutokuwa na class rasmi leo, bali ni maelekezo namna ya kutumia hii Google Meeting. Wala klasi ya saa 4 darasa la awali kwa leo haitokuwepo kwa sababu leo ni sikukuu ya kiserikali. Tunaweza tukaona wote hapa ni wanafunzi, lakini huku ndani yetu kuna serikali. So that's why tusiharibu mpangilio, sababu huwa naulizwa pia mbona mmefanya class na tulisema hii. Isitokee sababu ya sisi kuja kufungiwa kufundisha offline. So inshallah tutakuwa tunafuata sheria zao. Leo hatutosoma bali tutapeana maelekezo na tutajibu maswali la yoyote yule ambaye ana changamoto katika hii klasi ya Google Meeting. Alhamdulillah, uzuri wa Google Meeting hata kama haujaidownload, bali ukiklik tu link ina uwezo wa kukuingiza moja kwa moja darasani ikiwa tu una Gmail katika simu yako. So ni nzuri sana, alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Google Meeting. Na hii class niwaeleweshe kitu kimoja. Kuna magrupu ambayo tumewa-add. Tuanzie hapo kwenye maelezo. Namna ya kutumia hayo magrupu kwanza. Ingia kwenye WhatsApp yako utaona kuna magrupu huko mawili. Kuna wengine wamelipia hata 3 magrupu. Kuna kozi ya awali, kuna kozi ya tajwid. Eleweke hapo. Alafu kuna group la walimu. So either upo kwenye magrupu mawili kati ya hayo. Walimu Quran project au darsa ya awali, au upo kwenye tajwid Quran project. Okay? Grupu la walimu. Okay, sijajua ni mtu ameshinda kutumia. Subhanallah. Au kamera kwa. Kuna ambao mtandao utakuwa unasumbua kwao, that's why watakuwa wameshindwa kuingia. Yeah, nadhani kama kuna optika tuma hapo kwenye group lao. Hiyo ni mtandao wa sehemu uliyoko. So jaribu kuingia kwenye mtandao mzuri na uhakika itakuingiza. Yeah. Tuanze kwenye magroup. Group la walimu utaona hauwezi kusend message wewe kama wewe, bali hilo group ni mwalimu peke yake anatuma message. Tusi unmute sababu unapoingia unakuta muted, unakuwa umemutiwa kila mtu, hakuna anayemsikia mwenzake, ili mumuone mwalimu. Sauti zikiwa zinaongelewa basi inakuja video yako kwenye screen, mtu anashindwa kumuona mwalimu anakuona wewe. So tuwe pamoja hapa. Group la walimu ni group ambalo mwalimu peke yake anatuma message, na ni kwa sababu tumeweka hivyo. Kuna message za muhimu mwanafunzi anahitaji kupitia mwalimu kaongea nini leo. Hebu niingie kwenye group la walimu. Pale utafahamu haipo clear sababu nimeweka background nyuma. Unaweza ukasoma maelezo yangu kule. That's why nimeona niweke background nyuma ya ukungu. Inshallah tai clear zaidi. Okay. Tajitahidi kuiweka clear. Sauti. Haya. Shukran. Bismillah. Haya. Group la walimu, darasa huwa zinakuwa recording. Umeona kama hapa tuko darasani, hizi darasa hapa zinakuwa recording. It means baada ya hapa hiyo recording utaipata wapi? Kwenye group la walimu. Nataka nipitie darasa la awali sijaelewa au nilikuwa nina udhuru. Napitia wapi? Unaingia group la walimu, utakuta link imetumwa tarehe fulani. Wewe mwenyewe Jumanne nilikosa darasa, utakuta imeandikwa darasa ya Jumanne ilikuwa tarehe fulani, link yake hii hapa, ibonyeze and then utaingia darasani moja kwa moja. Inshallah nadhani hilo nitalifanyia kazi. Hiyo la video kutokuwa HD kwangu, inshallah nitalifanyia kazi. Sorry. Haya. Ili kwa kuwa ameongea, ngapa nibadilishe wifi, na nadhani itakuwa ni tatizo la wifi. Sekunde moja. Kama itanitoa basi, lakini nabadilisha wifi kidogo hapa. Inshallah nadhani hapa itarudi kwa quality.
Haya, nadhani hapa itanirudisha kwenye pale sababu nimebadilisha wifi. Naomba nieleweke. Nirudie tena, group la walimu ni group ambalo utakuta message za muhimu ambazo mwalimu kaeleza kitu fulani kifanyiwe kazi. Na masomo yote, liwe darasa la awali, liwe darasa la tajwid, recording zake zinakuwa pale. Kama umejiunga na kozi ya awali, hautofanikiwa kuingia kozi ya tajwid. Ni leo tu, lakini siku nyingine hautofanikiwa kuingia kozi ya tajwid. So, recording ya tajwid utakuwa unaipata kama ziada kwenye grupu hilo la walimu. Lakini kozi yako rasmi ambayo unatakiwa kufanyia mtihani, ni kozi ya awali. Tusisahau hivi. Alhamdulillah, naonekana vizuri. Okay. So nadhani nitakuwa nimeeleweka kwenye group la walimu. Recording zote zitakuwa pale. And then kuna grupu umeungwa lingine, either liwe la wanawake au la wanaume, Quran project, la tajwid au darasa la awali. Hilo group ni la mazoezi kwako wewe hapo. Mwalimu atakuwa anafundisha darasani, nimeingia darasani, dakika zangu mimi ni 30 hapa ndani, nitakuwa nafundisha, dakika 10 za mwisho itakuwa ni za kwako wewe maswali. Mwalimu sijaelewa kitu fulani, mwalimu atakuwa okay, sawa, elezea ni kitu gani. So dakika 10 za mwisho ni dakika za maswali. Sauti ipo chini na ninatumia mic, subhanallah. Haya, naomba kama ni kwa wote nifahamu pia. Okay. Tunakusikia vizuri wengine mwalimu. Shukrani, nasikika vizuri. Wakati itakuwa ni kwako. Nimechange tone hapo sijui. Okay. Sauti iko sawa. Okay. Bismillah. Tunaendelea. Grupu liloadiwa. Sikika alhamdulillah. Grupu liloadiwa la wanawake, it means uko wanawake kama wanawake. Kule ndo sehemu ya mazoezi. Tumezitenganisha sauti za wanawake na wanaume kwenye message. Hatujaweka group moja. Wanawake wako kwenye group lao kwa sababu watasoma kivyao, na wanaume wako kwenye group lao watafanya mazoezi kwa kujiachia kivyao. Okay? Hakuna mwanamke atakaye labda hii sauti ni ya fulani, hautoisikia kule kwenye chats au kwenye voice note. Okay? Lakini darasani tutakuwa tuko pamoja sababu ninafundisha mimi hapa na wewe kamera yako imezimwa, hakuna anayekuona. Okay? Darasani ni sehemu ambayo tuko pamoja. Kuna usemi unasema hii ni aya. Fa illa mtajidu ma'an fatayammamu. Ikiwa mmekosa maji basi mtayammamu. Okay, sasa option tulionayo sisi hilo ni kama fumbo. Tumekosa maji, it means kwamba hatuna uwezo wa kutenganisha na huku tena. Basi tunatumia emergency kwamba wote tuko darasani. Ni kama vile msikitini kuna wanawake wako kule, kuna wanaume wako huku, lakini wote wanamfahamu, wanamsikiliza mwalimu. Okay. Hii ni sehemu ambayo mimi nitakuwa nafundishia na wote tuko darasani. Lakini kwenye mazoezi, okay, naeleza bana tufanyie mazoezi hukumu fulani. Hizo hukumu nazituma kwenye group lako nililokuadd ambalo una uwezo wa kusoma. So pale wewe utaifungua hilo zoezi nilolituma na utalisoma pale kwa voice note. Sababu ni group la wanaume peke yake na wanawake wako peke yao. Alhamdulillah, nadhani nitakuwa nimeeleweka mpaka hapa. Hayo ni kwenye magroup, tumeanzia mbali kidogo. Alhamdulillah, leo naona tuko wengi sana. Alhamdulillah, nimefurahi. Naomba nichukue video kidogo hapa kwa ajili ya kumbusho wangu. Siku ya kwanza ya kozi yetu alhamdulillah, na tumeanza Quran project mwezi wa 4, na hawa ni wanafunzi wangu, tuko darasani kwa ajili ya kupeana maelekezo. Okay. Nimechukua video ndogo hapo kwa ajili yangu mimi baadaye kuja kuedit. And then bismillah. So tukie katika matumizi ya Google Meet. Nadhani kwenye magroup tumeshaelewana. Kuja kwenye Google Meet. Hii ni klasi ambayo sidhani kama kuna mtu nishawahi hata wa mwanzo hatujawahi kusomea kwenye Google Meeting. Leo ndo mara ya kwanza tunasomea hapa. Google Meeting ni nyepesi sana sababu yenyewe mwanzo tulikuwa tukitumia Zoom meeting. Watu wanajua ilipokuwa complicated sana. Lakini sasa hivi tunatumia Google.
Afwan. Kuna mwanafunzi ananiambia ameshindwa kuingia. So hili linanipa tabu pia mpaka anapiga simu. Okay, mwambie nipigie screenshot kimekata wapi. Afwan sana. So leo tuwe makini wote sana. Pigia screenshot. Okay. Tuje katika Google Meeting. Namna ya kutumia Google Meeting. Google Meeting ni nzuri sana. Kwanza darasani hapa tutakuwa muted wote tutakuwa mute. Naomba pia si unmute. Nitawa mute wote pia. Tusi unmute. Hapo hakuna ninayemsikia. Hakuna ninayemsikia bali wewe ndo unanisikia mimi. Okay? Na hiyo ni kwa sababu sauti zisiingiliane. Yaani nikawa nafundisha mwanafunzi uko makini alafu mwingine anatoa sauti yake. Unajikuta tena umetoka katika umakini wa kumsikiliza mwalimu. Makelele yamekuwa mengi. So kama utakuwa mute, hakikisha usi unmute mic yako mpaka mimi nikuruhusu. Nina uwezo kumute kabisa kwamba usi unmute hata yani unakuwa hauwezi kabisa, lakini hiyo hatujaweka kwenye simu yako ucontrol wewe mwenyewe. Lakini ikiwa una mute kila saa basi tutaweka hiyo option pia. Kwa hapo mimi ndo nakuwa na option hiyo ya kuzungumza peke yangu sababu ni dakika zangu za kufundisha darasani. Dakika 30, na ni saa 3 kamili mpaka saa 5 dakika 30 au kozi ya awali saa 4 kamili mpaka saa 4 dakika 30. Dakika 10 za mwisho mwalimu sasa ni muda wako wewe anakuachia wa kuuliza maswali. Okay. Bismillah. Tuje kwako wewe hapo. Sasa unatumaje SMS au unazungumzaje? Mwalimu nazungumza hivi. Wewe unazungumzaje? Kuzungumza kwako ni kwa kutuma chat. Mwalimu hapo sijaelewa. Kuna sehemu kwenye simu yako kama hapa naona kuna watu wanaandika message sijui nikawafundisha lakini mashaallah ongereni kwa kuwa mmefahamu hiyo. Kwa kuzungumza kwako wewe angalia vidoti vitatu kwenye simu yako hapo. Ukivibonyeza itakuonesha sijui kwenye simu imeandikwaje, sijui imeandikwa chat, mimi natumia laptop. Nijaribu kuingia kwenye hii link pia. Sidhani kama mtu akibonyeza hii link inamkatalia. Sidhani. So, ukibonyeza ukiingia kwenye hivi vidoti vitatu, sijajua kwenye simu yako kama yuko kwenye vidoti vitatu, imeandikwa in call message. Shukran sana. Okay. Okay, alhamdulillah. Na mimi najaribu kuingia kwenye simu hapa ili niweze kukuelekeza vizuri. Okay. Sorry. Najaribu kuingia. Okay, imeniingiza pia. Nikiingia na simu mbili itakuwa kelele. Okay. Nadhani imeandikwa in call message. Hiyo sehemu naomba tujaribu pia. Tuma tu salamu kama hapo. Alhamdulillah nimejaribu nimeweza kuingia. Then andika hata assalamu alaikum. Nione kama umeweza kutumia hapo. Sehemu imeandikwa in call message. Hiyo sehemu ndo unayowasiliana na mimi. Ikiwa kuna kitu hujaelewa, mwalimu rudia hapo sababu ukiongea hivyo unamtoa mtu mchezoni. Lakini kwenye message mimi naweza kuona and then narudia hiyo sehemu ambayo hujaelewa. Very easy. Lakini ikiwa hauwezi kuandika, kuna mwingine anaona mimi kuandika siwezi au nina maneno mengi. Ikiwa ni hivyo basi kuna sehemu hapo imewekwa kimkono. Nadhani hicho hakipo kwenye vidoti vitatu. Kimkono kimekaa hivi. Hicho kimkono kikibonyeza itaweka alama kwenye screen yako, kimkono juu kwamba una kitu unataka kuuliza, usi. Nimebonyeza mimi kimkono kimeniweka hapo Ismail Abubakar ameweka mkono juu. So, huo ni mkono wangu. Kwa una maneno mengi ya kusema, utabonyeza hako kama mkono. Alhamdulillah, na naona mikono yenu hapa wote waliobonyeza. So, nafurahi imekuwa easy sana. Tofauti na nilivyokuwa nikitarajia kwamba tutaelewa kwa haraka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi
Okay, bora uweke mkono direct. Okay. Lakini mkono ukiweka mkono sitokuruhusu mpaka kwenye dakika zangu 30 ziishe. Dakika zangu 30 zikiisha ndio nitakuruhusu wewe uliweka mkono. Okay, ukti nani uliweka mkono brother nani? Embu ongea sasa. Hapo dakika zako 10 ndio nitakuruhusu nikusikie unataka kusema nini. Lakini dakika zangu 30 nitaomba uniachie sababu ipo recording. Hizi recording zinaishi. Hata atakayekuja nyuma atakuja kuzisikiliza, atakayekuja mbele atakuja kuzisikiliza hizi. Subhanallah. Bonyeza link. Okay. So natarajia kila mmoja, subhanallah, kuna watu mpaka kubonyeza link ameshinda. Lakini inshallah nadhani recording atakuja kusikiliza. Okay, tuendelee. Hivyo ni njia ya kwanza ya kuzungumza, it means utachat. Hiyo ni njia ya wepesi na mimi nitarudia. Muda mwingine unakuta umejoin katikati dakika 20 zimeisha au ndio umeingia saa 3 na dakika 20. Mwalimu umekuta tu maongezi yangu katikati. Ili nijue umechelewa unaandika tu hapo hata asalamu alaykum. Okay? Japo pia sitoijibu kwa sababu itakuwa nimemkatisha yule anayemfundisha. Lakini nitajua ukikachelewa huyu nirejee kipengele hichi japo kwenye mwanzo tu hapa ili na yeye aelewe kinachozungumzwa ndani nini. Au brothers kacheka. Okay, so hiyo ndio njia ya wepesi sana ambayo tutakuwa tukiwasiliana. Njia ya SMS, una swali basi utakuwa unaweka alama ya kamkono hako. Alhamdulillah, tujaribu kuweka wote. Hebu tujaribu wote. Bonyeza hicho kialama cha mkono Idi, brother Idi, Halima. Okay, inshallah tunafika huko. Alhamdulillah, nadhani mkono pia imekuwa njia nyepesi. Hiyo ni sehemu. Na mimi nikiona umeweka mkono hivyo, nina uwezo wa kuklik haraka kwamba okay, tiklani umeweka mkono, embu brother blani. Na pia nina uwezo wa kuirudisha chini yote hiyo mikono. So shukran sana pia. Hiyo ni njia ya pili. Ukiweka hivyo nitajua una swali. So usije ukakosea bahati mbaya ukaweka alafu ukakwambia zungumza ukawa umekaa kimya. Shukran sana. Nimeeleweka kwenye njia nyingine hiyo. Okay. Haya, kingine. Pia huenda ukawa umeweka tumesema labda okay, ni muda wa kusoma. Amekubali kwamba leo ameshindwa. So nitamuelekeza baada ya darasa. Ukiwa umenyosha kwa mkono juu nikakwambia uzungumze basi ndani ya sekunde 5 ukawa haujazungumza basi tutaendelea na darasa ili tusipoteze muda. Nitakwambia wakati fulani nitakutaja kwa jina. Akhi fulani zungumza nimeona mkono wako. So sekunde 5 huo umezungumza kwamba tayari umesha mute mic. Lakini ikiwa haujazungumza sekunde 5 bado tunaona kimya tumekaa tunaangaliana basi hapo nitaendelea na darasa. Sio kwamba nakupa sekunde 5 uzungumze, hapana. Utazungumza kadri wewe utakapokuwa swali lako lilivyo, lakini isije ukao umeweka tu mkono juu bahati mbaya alafu nakwambia uzungumze bado tena umekaa kimya. Sekunde zinakuwa zinaenda sana pale. Lakini ukiwa umefahamu umeunmute na umezungumza basi alhamdulillah hapo utakuacha na utazungumza unapotaka. Hii ni Google Meeting. And then kitu kingine ikiwa nina swali nahitaji majibu kutoka kwenu, kuna kitu kinaitwa kiko kwenye vidoti vitatu kwako nadhani. Kipo kwenye vidoti vitatu kwako. Kuna alama za reaction pia kwenye screen nadhani kwenye vidoti vyako vitatu. Ukiwa kitu umekielewa vizuri basi usisite kunipa kidole kama hicho kidole hicho kikiweka basi naona okay nimeeleweka vizuri. Okay? Topic imekuwa nzuri sana na class inshallah Google imerahisisha sana. Okay, it's very funny hata unaweza ukacheka. Okay? Vyote vile it means class tuwe pamoja na lengo ni wote sisi tuweze kuelewa wala tusichoke tunapokuwa darasani. Njia nyingine kuna sehemu ambayo hiyo vidoti vitatu viko ni maswali. Nitakuwa naweka hapo labda maswali ya kuchagua leo tuna discuss kitu fulani. Okay, so mfano naweka swali hapo utaliona kwenye screen linaitwa poll la kuchagua lakini hii inshallah nadhani nitakuwa hatutumii sana. Japo
Japo takuwa nauliza maswali kwa namna hii. Ni kama lile niliouliza kwenye group. Kuna juzu ngapi? Kuna juzu ngapi katika Qur'an? So utachagua hapo. Ni 2 au ni 10 na ngapi? So nitakuwa naweka maswali hivi alafu na share na wewe huko, utaliona hapo kwenye screen yako. Sorry, naomba ni launch hapo. So nikilishare hili ni mfano tu wa swali nimeuliza kwa leo, lakini leo tutakapokuwa tunatumia hii njia pia maswali na una vote hapo kwamba okay, najua watu fulani wamenielewa, watu fulani hawajanielewa kwenye topic ninayozungumzia. Hiyo ni mfano na naona vote pia ambazo tutakuwa na vote hapo. Alhamdulillah, so nimeeleweka kwa leo. Hujaona vote imeandikwa poll. Ipo na naona watu wana vote. Kama sorry. Kwa ambaye hajaona, sorry. Ingia kwenye vidoti vitatu, ingia sehemu imeandikwa polls. Okay? Ingia kwenye vidoti vitatu kwenye simu yako and then ingia sehemu imeandikwa polls. Ukibonyeza hiyo utakuta swali nimeliweka hapa. Sasa hicho kialama kipo cha rangi gani hii? Kipo kimekaa kama kitiki hiyo. Okay? Yeah. Ingia activities kisha poll. Shukrani kwa kuelewesha kwenye simu ilivyoandikwa. Activities, imeandikwa activity. Kwenye PC vidude vitatu vimekaa mwisho kabisa huku. Sorry, kuna vidude vitatu triangle na kingine kimekaa kama mraba na mduara. Kipo kulia huku chini. Activities, hivyo imeandikwa activities, utakuta sehemu imeandikwa polls na ukibonyeza hiyo utakuta swali lililoweka ndani. Alhamdulillah naona vote hapa. So hiyo nikiwa nimeuliza swali na nataka kwenye darasa tujibu, basi tutakuwa tukitumia njia hiyo. Mwalimu akija kuanza kozi yake actually hatofundisha hizi. Kila mmoja awe anajua tayari kutumia. Naomba nirudie tena, leo sio siku ya masomo sababu leo ni siku kuu ya kiserikali. So leo hatutokuwa na darasa pia la saa 4. Insha Allah kesho ndo tunaanza madarasa rasmi. Okay? Leo imekuwa ni siku ya maelezo kwangu mimi na wewe. Alhamdulillah. Na unmute mic. Unmute japo naona tayari tusha unmute. Unmute mic. Ngoja ni mute wote. Tusha unmute. Unmute ni kisehemu kipo chini nadhani kwenye simu yako alama ya mic. Hiyo sehemu kibonyeza unakuwa unasikika. Na mimi nitakuwa nakusikia. Nikwambia unmute mic. Unabonyeza hapa. Na mimi nikikibonyeza hapa na imani haunisikii. Domo wangu unacheza hapo lakini ulikuwa hausikii. Lakini nikibonyeza tena hapo nakuwa nime-unmute. Okay? Mimi nina uwezo wa kuwa-mute wote lakini sina uwezo wa kuku-unmute. Hiyo ni kwako wewe. Alhamdulillah. Mute wote. Shukrani. So na imani itakuwa nimeeleweka. Kwanza dakika limekula zenu. Kwa mwenye swali mpaka hapo ni ruhusa kwako wewe. Nitoe hii mikono juu ambayo tuliweka mwanzo. Mwenye swali aweke mkono wake juu na nitamuona. Okay, Aljabru. Karibu kwa Aljabru. Aljabru. Sorry. Brother. Sisahau kumute. Paka ni kuhusu. Nakuwa nabonyeza mute only na yakuwa mute. Sorry. Okay, brother Saleh. Brother Saleh Kindi. Bismillah, unmute mic yako. Mimi naomba kwa nini hatuanzi mwanzo darasa ya tajwidi kwa ya pili ile kwa mwanzo? Haya. Shukrani sana. Swali zuri pia. Brother Saleh ameuliza kwa nini darasa ya tajwid isingekuwa saa 4 alafu na darasa ya awali ndio ingekuwa saa 3. Okay, japo yeye mwenyewe aliuliza kwao sasa hivi ni saa 4 dakika 36. Yaani kwao wako mbele lisali moja lakini bado anaona muda wa kulala haujafika. Shukrani. Sasa tumefanya hivyo kwa sababu mimi ndo nina dharura. Mimi mwalimu saa 4 ninakuwa nina seminar.
na kuwa na dharura muda huu, lakini inshallah tutaangalia kwa mwezi wa mbele. So sasa hivi itabaki kuwa hivi kwenye time hii ya saa 3. Alafu darasa ya awali ndo saa 4. Afwan sana. Shukran brother Saleh. And then Asante sana. brother Juma Yahya. Na huku alhamdulillah majina yanakuja ya kwenu sababu ni Google lojisevia nalo kwenye Gmail yako. Brother Juma Yahya, na kuhusu unaweza kupata. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi hapo kwenye poll sijaona, nimeingia kwenye activity lakini hiyo sehemu ya poll ambapo umeweka swali sijafanikiwa kuiona. Okay, inshallah. Sawa. Hilo nitakuelewesha hapo mbele kwa sababu tukiongelea poll, ukiingia kwenye activities, brother Saleh, brother Juma, unatumia simu au unatumia nini? Natumia simu. Aha. Vidoti vitatu ukaingia kwenye activities. Naomba nipigie screenshot. Nipigie screenshot alafu nitumie mimi nitakuonesha. Shukrani. Kwa kama kuna mwingine hajaona tatumia msaada huo wa brother Juma hapa. Ukuelewesha iko wapi imeandikwa poll. Utakuwa uingie kwenye activities, ingia kwenye vidoti vitatu, ukibonyeza hivyo utaona sehemu imeandikwa poll. Aha. Samahani mwalimu. Itabidi click kwenye tools. Tools. Kwenye simu imeandikwa tools. Yeah. Alafu ndo ataona hii. Inshallah. Okay. Kwenye simu imeandikwa tools, brother Juma. Hebu jaribu. Kuna simu zingine zimeandika activities. Yeah. Okay. Mimi natumia kwenye laptop, nimedhani nimeelekeza, sidhani kama kuna mwenye swali. Haya. Nitumia screenshot hapa. Okay. Okay, namna inavyokuwa kwenye simu zingine imeandikwa mashaallah, hapa nimefunguka kidogo pia. Ni shehi mfano aliotuma ukti hapa. Subhanallah, pia hiyo hatujaelekezana namna ninavyoshare screen hapa. Ingia katika hivyo vidoti vitatu. Utakavyoona utakuta sehemu imeandikwa activities. Alama yake imekaa triangle, umbo la mraba na alama ya mduara. Vitu vitatu vimeungana pamoja. Imeandikwa activities au tools. Ukibonyeza hiyo, ndani yake ndio utaona hiyo polls. Na hapo utaweza kuchagua swali ambalo nimeshaliweka hapo. Na namna tutakapokuwa tunashare kitabu, bismillahirrahmanirrahim, ni share hapa, ni jambo ambalo tayari nimeshali open kwenye screen yangu. Kwa leo tukizungumzia hichi kwa sababu hakuna darasa ya awali, so leo tutakula time kidogo kwa sababu ya maelezo siku ya kwanza. Japo mpaka saa 4 kamili alafu tutasimamia hapo. Hapa na share screen na wewe utakuwa unaona huko kwako presentation ninayotaka kushare hapa na wewe, na ni muda ambao pia ni wewe pia nataka uulize swali. That's why nimeshare hichi. Okay? Nimeshare hichi lakini ni muda ambao wewe pia nataka uulize swali huko kwako. Bismillah. Nadhani wote kuna picha ambayo tunaiona kwenye screen. Hiyo ni mimi nimeshare kwenye screen ambapo tutakuwa tunatumia sasa mfano hii ni nini nimeshare. Hii ni mada ambayo nimeshare lakini haituhusu sana. Hapa ni share mushaf. Hii ni mada ambayo iko nje na sisi. Ni share mushaf hapa, alafu niambie wewe unaiona Qur'an huko kwako. Basi ndio jinsi ambapo tutakuwa tukitumia mushaf yetu. Hii ni kwa mfano wa mushaf. Japo tutakuwa tukitumia sana kitabu ambacho tayari tumeshakiandaa cha awali na kitabu cha tajwid. Alhamdulillah, wanafunzi wengi sana wanafahamu kutumia hizi sababu tumekuwa nao kwenye course tofauti, lakini hatusiti kuanzia tena mwanzo ili pia wote tufahamu. Course hii imekuja na wanafunzi wengi sana. Hapo nimeshare mushaf. Nadhani pia unaiona kwenye screen yako. Nimeshare mushaf na nina uwezo wa kuizoom. Alhamdulillah. Aya fulani sijaelewa na uwezo wa kukuwekea alama uirudie sehemu uliyokosea hapo unaona hujasoma vizuri, so tutakuwa tukitumia hivi.
Hii ni mushaf nimeshare. Alhamdulillah. Sehemu hujaelewa na uwezo kupigia mstari hapo, hebu kisome tena. Alhamdulillah. Mtangazaji anasema yeye haoni. Alhamdulillah. Assalamu alaykum. Wait. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mushaf haionekani? Inaonekana vizuri. Hatuoni wengine. Okay, ni mute wote. Sorry. Wana tukizungumza that why zinakuja video kwenye screen. Inaonekana? Inaonekana alhamdulillah. Shukrani, mashallah. Itakuja kwenye screen yako, huenda ni network. Lakini na imani itakuwa inaonekana na wote tutaiona. Mashallah. Shekhi wangu mimi sioni. Okay, brother Yakub sema haioni. Nadhani ni network. Wait, mara moja. Kwa hii muhimu zaidi pia uwe na daftari na peni, muhimu sana. Muhimu sana. Afwan, naomba niweke vizuri hapo. Brother Yakub naye haioni. Kama utaiona basi mtaarifu umeiona. Okay. Bado naona iko muted mic zenu. Lakini hapa inaonekana kama kuna mtu atashindwa kuona hii mushafu nilo share, subhanallah. Piga screenshot. Huenda ni kwa sababu na tusisahau unapoingia basi video yako inakuwa iko off. Video yako inakuwa ipo off. Inakuwa hauonekani. So haukatazwi wewe kuweka video yako ionekane. Lakini hakikisha uko sehemu nzuri kwamba sijalala kitandani, unaongea na watu video yuko kitandani. Ni kitabu cha Allah, so tukiwa tunakisoma kiendane pia na ule utukufu ambao sisi tunakitaka tuipate, ile baraka. Yaani iweke kama baraka ya siku yako kwamba mimi bana bila hii sijaona kama siku yangu imeenda vizuri. Na alhamdulillah hapo utafikia malengo. So izingatie pia katika tumeweka katika maandalizi ya kozi, hakikisha umekaa sehemu nzuri, tenga sehemu ndani. Okay, ndio na uwezo wa kuizoom kubwa. Sidhani kama umeweza kuiona baada ya hapo utanitaarifa. Brother Yakub umeona? Nimeona sura iliyoandikwa hapo. Okay, mashallah. Yani nina uwezo wa kuizoom na hapa imejaa kwenye screen yote. Example labda ni change sura nyingine. Right. Suratu Okay, nimeshia Suratu Nas hapo. Mwanangu kazi sio utumwa. Nadhani mtandao imeleta matokeo kubadilisha mbele. Kazi sio utumwa. Mwanangu kazi sio utumwa. Kuna mtu kasahau kumute mic yake huko. So brother Haji nimekumute. Okay, na kama hapo nimeshia Suratul Nas lakini haijaja kwa quality nzuri, haijaja maandishi yake yakawa vizuri sababu nadhani ni network yangu imesumbua. Lakini quality yake sio hii, japo inaonekana vizuri ila bado huwa itakuja vizuri zaidi. Hii ni network. Jaribu sura gani nyingine alif lam mim. Naona nadhani itakuwa ni network na inshallah hili pia nitaliboresha kwangu kuanzia kesho na kutokuwa na changamoto ya quality. Alhamdulillah. Pia naona na kile inaonekana vizuri kwa wewe. Okay, hivi ni namna ambavyo nitakuwa nina share sura katika screen na tutatumia hii nikikwambia okay nisomee aya fulani basi nataka unisomee kwa kuangalia hapo. Okay. Salama anasema haoni. Sorry, kwa screen yangu. Okay, ndio. Alhamdulillah. So nadhani itakuwa nimeeleweka mpaka hapo. Yeah, na kwenye simu yako pia una uwezo wa kuzoom. Hii mushaf ambayo nitakuwa nina share hapo, una uwezo pia wewe kuizoom katika screen yako kadri unavyoweza kuiweka. Nimesikia kuna mtu kasema haoni. So nimeirudisha pia hii ili aiangalie. Unaona?
kwenye screen yako, labda itachelewa tu kufika, lakini utaiona. Mushaf lazima itaonekana. Yaani nikishare lazima kila mmoja aone. Sasa hivi imekuja kwa quality nzuri ambayo nilikuwa naitaka. Salamu alaykum. Wa alaykum salam brother Jabir. Sijajua kwenye simu za watu wengine, lakini kwenye simu yangu ukiscroll kwa kwenda juu, yani ukawa unavuta haya majina ya watu ukawa unayapeleka chini, yani una scroll kama unaenda juu mpaka mwisho kabisa, kwa wale ambao unaona wanaopata tabu kwa kuona either kumuona mwalimu au kuona darasa, yani una scroll mpaka mwisho kabisa, ndio inakuja ile kubwa ambayo inakuwa hapa mbele. Ndio kitu ambacho nilikiona. Sasa naona wengi watu wengi sana wamekuwa wanasema hawanioni, wengine wanasema Qur'an hawaioni. Okay. Shukran. Kwa kwenda juu ya mpaka shukran. Nadhani kwa ambaye anatumia simu anaweza akawa ameelewa hapo. Namna ya scroll mpaka chini ndio utaiona mouse up chini. Sorry sana. Okay, alhamdulillah. So tumesema tunatumia leo hadi saa 4 kamili, japo sio kawaida. Kawaida ni saa 3 kamili mpaka saa 3 na dakika 40 na saa 4 kamili mpaka saa 4 na dakika 40. Lakini leo tumeweka hivi kwa sababu ya maswali na majibu kutoka kwenu. Hiyo ni namna ya kushare screen. Alhamdulillah, kama kuna mwenye swali nyingine pia nakukaribisha. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam brother Aid. Karibu. Samahani, nilikuwa napenda kutoa angalizo pia, na ulisema kwamba mtu anaruhusiwa pia kuacha video yake on, lakini mara nyingi huwa video zikiwa on nyingi kwa watu ambao wako kwenye mtandao dhaifu wana struggle sana kupata mtandao unakuwa unakata kirahisi sana video nyingi zikiwa on kwa watu walioko kwenye mtandao dhaifu. Kwa hiyo ni vyema kama hakuna hitaji lolote au sababu yoyote, watu waweke video zao off ili kuwe na utulivu, kwa sababu ya hiyo network struggle video nyingi zikiwa on. Thank you. Okay, mashallah. Hiyo quality pia nishawahi kuiona. Shukran sana. Sahihi. Sometimes unakuta network yako iko slow, video nyingi zikiwa on, kama internet yako iko slow, utoniona mimi. Au utapata tabu sana kusikia zile sauti. So pia itakuwa vizuri kama wote mnaweka video zenu off kama hakuna hitaji hilo. Okay? Shukran sana kwa kushukuru. Lakini mimi nitakuwa mnaniona hapa na wala sitoweka off. Namna ya kushare, kuna mtu anauliza. Wa alaykum salam brother Jabir. Afwan, so dakika sekunde chache tu hapa nieleweshe. Kwanza jazakallah khair, naona elimu ni nzuri sana na tutazidi kujifundisha namna ya kutumia kadri siku zinapokwenda mbele. Kwa mfano, ulivyotuma Qur'ani mwanzo hata mimi ilinipa shida sana, lakini napenda tu kuwapa faida wenzangu kwamba unapotuma Qur'ani basi wale ambao macho yetu hayaoni vizuri au tunatumia miwani, basi tujaribu kuzoom kwenye simu, unaiona kubwa kabisa. Lakini la pili kwamba mwanzo ni wakati tunajoin nilishtuka sana baada ya kuona kwamba tumejumuika pamoja wanawake na wanaume, lakini alhamdulillah umefafanua vizuri kabisa. Manake ilikuwa kidogo ni mtihani. Na tunamtuomba Mwenyezi Mungu darasa hili liwe lina faida kwetu na kwako na kwa akhera yetu. Shukrani, jazakallah khair. Amin ya Rabb. Sahihi. Hilo swali limeulizwa na watu wengi sana. Tumechanganyika huko. Sahihi. Hilo sijakataa. That way leo tuna muingiliano sauti hivyo, lakini inshallah nadhani tutaweka ile option ya moja kwa moja kwamba mtu asiweze kuweka video yake, asiweze kuweka sauti yake mpaka pale mwalimu atakapomruhusu mtu mwenyewe. Hii ni darasani, lakini kwa kufanyia mazoezi kwako wewe kutakuwa kwenye group lako la wanaume na mwanamke atafanyia mazoezi kwenye group lake. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam ala Musa. Na kuweka video muting unafanyaje? Yaani isionekane. Sijaelezea. Shukran. Chini kwenye simu yako baada ya unmute mbele inapata kimeandikwa turn off camera na nani? Turn off camera. Ukibonyeza hiyo ni kama mimi hapo utakuwa unioni. Ukibonyeza hiyo turn off kuna alama kama ya kamera kwenye simu yako hiyo. Usije ukabonyeza alama nyekundu. Hiyo nyekundu ni unakata. Lakini turn off camera ukibonyeza hiyo unakuwa hauonekani. So vizuri zaidi ni wote wakawa wanaweka hivyo ili network ya mtu mwingine sije kasumbua. Okay? Na kama upo sehemu mbaya ndio usiweke kabisa hiyo video.
sababu utafanya mwingine tena anze kuangalia sehemu ulio. So kama unaona ndio nimekaa sehemu nzuri, siwezi kuelewa mpaka niweke video mwalimu na mimi anione, labda mimi nitashare kitabu huku na wewe utakiona, lakini vizuri zaidi kila mmoja akaitoa video. Alhamdulillah. Leo nadhani bado kuna mwenye swali. Naam, kama kwenye mwenye swali ruksa al-mute na kuruhusu. Sheikh Ismail. Naam. Ile swali uliouliza nilikuwa la mfano au la kutuambia kwamba mtu amehifadhi juzuu 2 au juzuu 30? Kidogo nilikuwa hapo sijaelewa. Yeah, lile swali lilikuwa la mfano, Qur'ani na juzuu ngapi, ili kila mmoja akavote pale nione kama tumeelewa namna ya kuvote. Shukran sana. Na pia afwan sana, hatuja send vitabu. Kuna vitabu vya kitabu cha awali. Naam. Kuna kitabu cha awali na kuna kitabu cha tajwid. Inshallah hivyo tutatumiana kwenye simu, tutakituma kwenye group muda sio mrefu. Kitabu cha awali na kitabu cha tajwid. Kina kitabu kimeandikwa beginner na kingine kimeandikwa tajwid rules. Beginner ni kitabu cha awali, tajwid ni kozi ya tajwid ambayo ndio saa 3 kamili. Hivyo vitabu pia vipo soft hard copy. Kwa ambaye atahitaji hard copy, unaweza ukakitoa hicho kitabu kopi yake. Unaweza ukakitoa kopi yake kama hichi changu. Ukakitoa kopi, au kama upo unahitaji pia sisi tutakupatia kopi yake. Cha tajwid ni 7,000, kuna cha Kiswahili na cha English 7,000, cha Kiswahili, cha English 5,000 kutokana na wingi wa kopi. And then cha Kiswahili cha beginner ni 10,000 chenyewe. Kopi yake kubwa kidogo. Lakini ukisema kutoa mwenyewe, kwa sababu kutoa kwenye simu kwa stationery itakuchukua gharama kubwa. Kwa kama utahitaji utalipia tu delivery na hiyo ada ya kitabu, and then tutakupatia. Lakini kwenye simu utakuwa nacho, tutakutumia na utaweza kukifungua kwenye simu yako. Barakallahu. Shukran. Kingine nimeulizwa hapa. Okay, yeah. Sahihi. Tujitahidi tukiwa tunasoma maneno ya Allah uwe sehemu nzuri. Ukiangalia kwenye screen pia hapo kuna kitu kipo hapo kwenye screen yako kinaitwa Google Meeting ina mambo mengi sana. Yes. Kuna option inshallah, nadhani hii kwangu hapa ni ngumu kuiona vizuri. Imeandikwaje? On the go. Imeandikwa on the go. Ukiingia kwenye ile activities, ukiingia kwenye nini? Sijajua pale tulipoingia mwanzo video TV3 hivi. Utaona on the go. Uenda uko barabarani unatembea au kwenye daladala, sitaki nipite na darasa. Please ikate Google Meeting yako, basi unabonyeza on the go, na hapo on the go utakuwa unamsikia tu mwalimu bali haumuoni. Unakuwa tu unasikia audio. So hiyo itakurahisishia pia hata wewe utakuwa hatukuoni huko. Hiyo unakuwa hauoni chochote kwenye screen bali unasikia tu sauti. So iko vizuri sana. Ikiwa upo barabarani unahitaji tu kusikiliza na audio maker, kusikiliza na mic na headphone, so utakuwa unatumia on the go na haitojikata. Shukran sana. Alhamdulillah, nadhani nimeeleweka hapo. Sehemu nyingine Zainab, naona mkono wako juu, tuna dakika chache tena, dakika 5. Kama bado una swali, Tila Waridi, naona mkono wako juu kama una swali. Timoza, Fadha Hamis, na karibisha unmute tu, then karibu sana. Alhamdulillah. So kesho inshallah tunaanza darasa rasmi. Siku tena mwalimu nimeshindwa hapo, mpaka baada ya darasa ndo nitakuelekeza, ila sio tena hapa darasani. Darasa iko record. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam brother Fadhil. Karibu sana. Sheikh, mimi nilikuwa kuulize hapa. Ulituandikia kule kozi ya kuchagua, kuna kozi ya tajwidi na kozi ya awali. Kozi ya tajwidi nasema ina saa 3 na tarehe 40. Na kozi ya awali ina saa 4. Ina saa 4. Je, kama mimi nimechagua kozi ya tajwidi. Brother Fadhil, sauti yako kuna muda inakuja alafu inapotea. Karibu. Ya hapo nakusikia. Nasemaje? Nimesema hivi. Nimechagua mimi kozi ya tajwidi. Nimeanza saa 3 kusoma. Je, naruhusiwa saa 4 kuingia kwenye kozi ya awali?
Oh, okay. Swali zuri sana. Je, mwanafunzi aliyochagua tajwid anaweza kuingia kozi ya awali? Jibu ni hapana. Mwanafunzi wa awali anaweza kuingia tajwid? Hapana, kwa sababu kodi useme Kiarabu, man rakiba farasain shakka iburahu. Ufanyie mtihani ile kozi moja tu, ushike kimoja, shika mawili, moja umponyoka, ndio ule msemo. So utasoma kozi moja ambayo tunajua hii ndo uliochagua na ndio utakuja kufanyia mtihani mwisho. Inshallah kila mwisho wa mwezi tutakuwa tuna mtihani wa ile kozi uliyosomea. Kozi inachukua miezi miwili. Kozi ya awali ni saa 4, utaweza kuingia tu kwenye kozi ya awali. Watajwid hataweza kuingia kwenye kozi ya awali sababu hayupo kwenye group la awali. Utaona kuna group ambalo wote tuko pamoja, lakini kuna magrupu ambalo wewe umeadiwa la tajwid. Wewe ile la tajwid sio wote mko pale. Aliyoko kwenye group la awali sio kwa hapana. Ni leo tu ndo tumekutana pamoja. Lakini kesho watajwid ataingia kwenye kozi yake ya tajwid, wa awali ataingia kwenye kozi ya awali. Ima ikiwa unahitaji kutumia kozi zote kwa mara moja, basi utafuatilia recording. Sababu darasa zinakuwa recording na recording zinatumwa kwenye group la walimu. Group la walimu lile ni group muhimu sana kwa sababu pale vitu vyote vya msingi vinatumwa pale. Okay? So unataka kufuatilia na kozi ya awali wewe ni wa tajwid, tumia recording. Kwa sababu sio katulaumu baadaye mimi nilikuwa nasoma kozi zote. Sisi hapo tena itakuwa kama mimi ndio nimechanganya maharage na mleo. Wewe mwenyewe tu ndio huo umepitia recording ya awali, lakini tumetenganisha hivyo. Mwanzoni ilikuwa kuna uwezekano huo, lakini so hayo ni maboresho. Na ni kwa sababu kozi kama wewe ni uingia kozi ya awali, kozi ya tajwid ipo tu. Kozi ya tajwid ipo. Ukimaliza kozi ya awali miezi miwili una uwezo wa kuingia kozi ya tajwid. Okay? Yeah, lakini kama unaona kuna vitu vinakupiga chenga kwenye kozi ya awali, stay pale kwanza. Yaani usiwe na haraka. Lengo ni uelewe vizuri. Tuifahamu. Alhamdulillah. Leo tuchukue mpaka hapo, ni saa 4 kamili hii. Nadhani nimeeleweka. Alhamdulillah, na furaha kubwa sana. Yaani isiyoelezeka. Ustazi. Ustazi. Si rekodi ya kozi ya awali itakuwa inatumwa kama kawaida? Yeah, inakuwa inatumwa kama kawaida. Vile vile itakuwa inatumwa. Okay. Yeah. Alhamdulillah. Na inshallah walimu wamejiandaa. Mimi ni mwalimu wa kozi ya tajwid. Kuna mwalimu wa kozi ya awali na alhamdulillah ufundishaji wetu ni yani kama sikufundishi kesho. Na kufundisha kama vile baada ya hapo nitakuwa nakufa. Yani ili uelewe vizuri. Samahani kidogo. Naam, karibu. Samahani kidogo. Swali langu ni dogo tu. Ni kwamba lile grupu la walimu nimeona kama kwangu limetolewa, limeletwa grupu lingine. Yaani nimebaki na grupu lililoandikwa la mafunzo ya awali wanaume. Lile la walimu kama nimeona limetolewa. Oh, pole sana. Sijajua Yakub. Jina gani brother ulinitajia kule? La kwangu mimi binafsi. Naitwa Yakub. Basi naomba ni text WhatsApp na mimi nitakuunganisha hili la walimu. Sorry kama utakuwa umetolewa mwenda. Mwanzoni yalikuja yote. Asalamu alaykum. Okay. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam brother Haruna. Naomba brother Yakub ni text WhatsApp nitakurudisha hapa. Inshallah. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Tatizo ni kama hilo la brother Yakubu, pia hilo group la walimu na mimi naona nimetolewa. Kama unajiona upo kwenye group moja, samahani sana, hilo huenda ni huyu accountants wetu. Maana magrupu anayohusika nayo kutolewa, ile namba ni account ya hasibu na yeye ndo msimamizi wa magrupu. So huenda ukao umehamishwa group. Sorry, kuna watu wanapiga simu.
Ile ni kazi ya msimamizi wa magroup. Huenda amekutoa bahati mbaya katika kukuhamisha kozi hii, kukuweka kozi hii, basi bahati mbaya amekutoa yote. Naomba nitumie mimi hapa SMS, WhatsApp. Kama unajiona uko kwenye group moja, uko group la walimu au group lingine, unatakiwa uwe magroup mawili. Basi naomba nitumie message WhatsApp na mimi nitakuunganisha. Samahani sana. Na kwenye group la mafunzo ya awali kuna kitabu unaweza kupata? Ya, kitabu lazima inshallah tunakituma. Muda sio baada tu ya hapa utakiona kitabu kimeingia kwenye group hapa. Inshallah, nakushukuru. Okay, tusimamie leo hapa sana Robi. Asalamu alaykum. Sheikh, ulisema kudhibiti kamera. Yeah, kamera. Kutoa kamera ni chini, sehemu imeandikwa turn off camera. Button ya pili baada ya mute, angalia button inayofuata mbele yake. Kimekaa kama kamera, alama kama ya umbo la kamera hivi. Kibonyeza hiyo basi, usibonyeze button nyekundu, hiyo ni una leave meet, unaondoka kwenye meet. Naona sioni. Kwenye nini? Naomba nipigie nisaidie. Naam, karibu. Chekundu kiko mwisho na chenye kiko mwisho hadi mwisho. Hata kama cha kupigia simu. Ambacho kama kamera kimekatwa hivi. Kimekaa kama usije ukabonyeza hiyo ya kukata kabisa. Subhanallah. Sio boss, nipigie screenshot na nitakutumia. Button ya mwanzo kushoto. Button ya mwanzo kushoto kwa mwenye simu. Okay. Mashaallah. Mimi hapa nimeelewa. Mimi na swali. Karibu brother Ramadhan. Tunamalizia. Naona dakika zimeshaenda lakini kwa kuwa ni siku ya kwanza sitamani kila mtu abaki na swali. Naam. Natumia laptop lakini nakosa ile mahala pa kwenda kuandikia message. Kwa maelezo ananiambia baada kuna vidole. Okay, kwa mwenye laptop yenyewe inakuwa ni upande wa kulia huku, kialama kimeandikwa chat with everyone. Ya kwanza inakuwa ni alama ya kikufuli, achana nacho. Ya pili ni activities, hivyo vidoti vitatu, achana nacho. Inayofuata alama ya message. Kwa kabisa kama kialama cha message ya SMS. Cha tatu kulia kwenye laptop. Hapo ukibonyeza utaona messages zilizokuwa zinatumwa mwanzo. Bado kwangu natumia Windows 10 bado sipati kitu cha namna hiyo. Okay. Basi nipigie screenshot, usisahau. Nipige tu screenshot hiyo, alafu mimi nitakuelekeza iko hapo. Ukiona umeikosa kabisa brother Ramadhan, angalia kwenye video vitatu. Ingia video vitatu. Angalia sehemu imeandikwa chat. Lakini nipigie screenshot mimi nitakuonesha. Asalamu alaykum. Video vitatu ninavyo. Okay, nipigie screenshot brother Ramadhan, alafu nitumie WhatsApp hiyo screenshot yako. Asalamu alaykum. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Naam. Samahani, Abdurrahmani nazungumza. Naam. Nimechelewa kwa kuwa sikukariri muda. Kwa maana hapa nilipo tuko saa 5 usiku. Sasa nilikuwa nimejihisi huko itakuwa ndo mida yenyewe, kumbe tunazidiana masaa mawili, saa moja. Shukran sana. Pole sana brother Ramadhan. Brother Abdurrahman. Ulichagua kozi gani pia Abdurrahman? Brother Abdurrahman. Naam. Brother Abdurrahman, ulikuwa kozi ya tajwid? Mimi nilikuwa nimeomba nianzie mwanzo kabisa. Okay. Basi kozi yako ni hivyo hivyo saa 4. Ni leo tu. Ni leo tu ndio tumesoma muda huu, lakini siku zingine kozi yako inakuwa saa 4. Muda kama huu hapo ndio imeingia, sio ni saa 5 kwenu. Pia nitaomba nisaidiwe kitu kimoja, afwan sana. Ndio. Ili tufanye wote kwenye magrupu ambayo tumeadiana na kuomba ili jitahidi sana 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 ili nifahamu time yako huko. Naomba andika, nitatuma mimi mfano hapo kwenye group. Andika jina lako Ismail Ali, na hii ni kwa sababu kila mmoja aweze kusave message ya kuwa na namba ya mwingine kwa yule ambaye anaona ni jirani yake. Jina Ismail Ali, nchi Tanzania. So naomba pia na wewe nikuone, jaribu kufanya hivyo, nchi Tanzania. Okay, so hapo nitajua kwamba wewe upo time gani kwenye nchi yako. Mimi nimeandika na nimetuma kwenye group la walimu, lakini naomba tuma kwenye group ambalo wanawake atatuma kwenye group lao la wanawake, wanaume atatuma kwenye group lako la wanaume. Hapo
ili kama kuna mtu yuko karibu na wewe, basi ili kila mmoja connection. Hii ni moja ya kutengeneza connection. Tanzania, Dar es Salaam, andika kabisa Tanzania, Dar es Salaam, nijue mkoa wako pia. Hii itanirahisishia kujua na mimi mtu fulani kwa wake huu ni muda wa swala, mtu fulani hata kama yuko nchi fulani ni time yake ni kadhaa. Shukran pia kwa kunifahamisha. So naomba kila mmoja baada ya hapa tuandike hivyo kwenye magrupu yetu. Allah anasema kwenye Qur'an, al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Siku hiyo marafiki kwa marafiki watakuwa ni maadui isipokuwa tu wacha Mungu. Hii ni aya moja ambayo subhanallah. Yani just jaribu kuwa na rafiki ambaye pia ni mcha Mungu. Wote mnakumbushana kuhusu heri. So kwa kuwa wote sisi tumekutana kwenye group kwa ajili ya kujifunza, ingia pia kwenye contact na andika hivyo, na ukishatuma ili kama umesave namba ya mtu kwenye comment yake pale kwenye ile aliyoiandika, mwekee alama ya reaction ya kidole kwenye comment yake kwamba okay brother, au unaweza ukamfuata kabisa inbox sababu ni group la wanaume kwa wanaume, wanawake wanawake, okay fulani kumbe huko maeneo fulani. So hii ni moja pia ya kutengeneza ujamaa kwetu sisi. Shukran sana. Naomba kila mmoja afanye hivyo. Sijaweka kwa sababu grupu limefungwa kwa muda. Achana na hilo. Nadhani kuna group lingine ambalo nimekuunganisha. Haupo? Kama haupo naomba nitumie mimi message private. Kama najiona hayupo group lingine zaidi ya walimu, naomba nitumie. Unatakiwa magroup mawili. Kwa naomba nitumie message private and then mimi nitakuunganisha wewe kwenye group la kozi yako. شكرا sana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insha Allah ma'a salam. Kesho ndo kozi zitaanza rasmi. Alhamdulillah. Shukran, jazakumullahu khair. Swali. Shehe, nina swali. Afwan, kila mmoja anaweza kalibonyeza hapa, naona si watoi. Kwa leo hii hata nimesahau kuweka. Kwa kila mmoja naomba alif, yani bonyeza batani nyekundu na itakutoa darasani mpaka nibaki mwenyewe. Maana nikibonyeza itanitoa mimi, itawaacha nyinyi. Nisahau hiyo batani. Naomba wewe mwenyewe bonyeza pia batani hapo mpaka nibaki mwenyewe hapa. Amin ya Rabb. Allah tufanyie pesa. Ma'asalam. Alhamdulillah. Kesho inshallah ndo kozi itaanza rasmi. Bado tuko 40 mpaka nibaki mwenyewe hapa, maana nimesahau kutoa hiyo bata. Naona mtakuwa mna uwezo wa mtakuwa mnabaki wenyewe darasani, so haipendezi. Kesho tutaiweka, nikitoa tutoke wote. Wote tutoke, timasitu tutoke. Bwana Yakub, tusisahau jamani, tutoke. Huko watulali. Okay. Alhamdulillah. Natafuta namna ya kutoka na shindwa. Batani nyekundu iko hapo. Ngoja nirudi kwenye grupu sasa. Brother Muhsin, tutokeni ndio natafuta. Subhanallah. Wengine ndo wana join tena. Tutoke kwa Zainab sio to join. Ya leo tuko na darasa. Angalia button ndio nimesahau, that's why naomba nyie wenyewe mpaka mtoke wote. Sababu nikiwaacha hapa itabaki hivyo hivyo kwenye simu yako. Bonyeza button nyekundu. Alhamdulillah, naona ipo sehemu gani? Chini kwenye screen kama kwenye simu, angalia kitufe kama cha kukata simu. Kipo hapo kama cha kukata simu. Kibonyeza unakuwa umetoka. Bado watu 20. Kwa pia ufahamu kutoka. Kipo chini hapa. Ahmad ameshaondoka. Sigomee hapa jamani. Lazima tutoke. Hii link ni link ya darasa ya leo tu, na kesho tutatumia link nyingine kwa ajili ya darasa la tajwid. So tutoke, bado watu 10 na tuendelee kujaribu mpaka Jumapili. Hamida, Brother Maulid, tutoke. Ngoja nyie. Mimi bado inanisumbua. Pole sana. Haya. Subhanallah. Ipo kwa chini kwa juu?
remove from the call ipo chini. Ngoja nikutoe mimi kama itakuwa imekusumbua. Naona kwa sisi tuliobaki hapa nitaweza kuwatoa. Ustazi, inakuwa unabonyeza kwenye nani yako kukata simu. Hapana, sio kukata simu. Hivi ni unaweza ukafanya kama una refresh simu kama simu kuelekezaji. Sasa mimi nimestart. Cha kufanya haya, ngoja nikutoe pia. Hii kutoa moja moja japo inachukua muda. Unaweza ukajaribu wewe mwenyewe hapo. Sitashi unajua kutoka, kwa jaribu kutoka. Brother Maulid pia, si Hamida anajua subhanallah. Yeye mnaweza kutoka. Ila ngoja tubaki 10 na jaribu kuwatoa mimi mwenyewe. Kama itakuwa umeshindwa kwako. Tuendelee kujitoa jamani. Naongojea nyie, tubaki 10. Hapa natoa moja moja sasa hivi. Ukisalama anafuata. Okay, Baba Juma pia. Sabana. Tuonyeshe kutoka ile. Khadija, okay, ngoja nikutoe mimi. Fatuma. Batani nyekundu. Mabaki watu 7. Hii kutoa moja moja ni kazi kweli. Shafina, Aldachi. Okay. Hii kutoa moja moja inachukua time kwa mapenzi baki 7. Acha niendelee kuwatoa Bwana Jafari. Lakini ukiweza kuitafuta hiyo Sun Shop, sorry. Toa hapo. Kuna wengine wanaendelea kujoin tena? Allah, mimi nawatoa. Haya, Sitashi na brother Maulid ndio tumebaki. Sitashi unajua? Okay, hapo bado Sitashi. Okay. Inshallah, shukran.